الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. أوصيكم إخوة الأفاضل ثم أوصي نفسي بتقوى الله سبحانه ولقد فاز ونجا المتقون. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salam kiongozi wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nikuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa katika suratul Balad, leo tutakuwa katika aya wa walidi wa ma walad la uqsimu bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin wa ma walad. Allah ameapa juu ya mji mtukufu wa Makka na akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni halali juu ya mji huu duna ghaira. Na bwana mtume akasema, inama uhillat li saa fala yahillu li ahadin ba'da, mimi nilihalalishiwa sa'atan minan nahar, ni wakati wa mchana, si halali kwa yoyote baada yangu mimi. Na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhalalishiwa Makka kwa wakati ule, akasema si halali kabla yangu wala baada yake. Baada yangu ilikuwa ni sharafun ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza ni utukufu juu ya nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini pili, ikhtuswati Makka, imehusishwa Makka kwa sababu miongoni mwa sababu tulizozitaja katika darsa iliyopita. Leo tutazungumzia wa walidin wa ma walad, na mzazi na kile kilichozaliwa au na yule aliyezaliwa, mzazi na mtoto. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. شيخ محمد بن صالح العثيمين rahmana amani za Allah ziwe juu yake, katika kuitafsiri aya hii akasema, wa walidin wa ma waladi, yani uqsimu bil walidi wa ma walad, na hapa kwa mtoto na mwenye kuzaliwa na huyo mzazi, na hapa kwa mzazi na mtoto mwenye kuzaliwa na huyo mzazi. Famani almuradi bil walid wa man almuradi bil maulud, makusudio ya mzazi ni nani na mkusudio ya mzaliwa ni nani ambaye ni mtoto. Kuna akwali za wanawachuoni katika hizi, tutapata kauli rajih, lakini tutapata faida juu ya Allah kuwapia wa walidin wa ma walad, na mtoto mwenye kuzaliwa na mzazi mwenye kumzaa mtoto. Qila almuradu bilwalid Adamu alayhi salatu wassalam, walmuradu bilwalad banu Adam, maksudio ya mzazi ni Nabiullahi Adamu alayhi salatu wassalam, ambaye ni abul bashar, ni baba wa wanadamu wote, ambaye ni Adamu alayhi salatu wassalam. Alwalad, makusudio ya mtoto hapa ni banu Adama kulluhum, ni wanadamu wote ambaye wametokana na Adamu alayhi salatu wassalam, hao wakaitwa wama walad. Hii ni kauli ya mwanzo. Waqila, na kauli nyingine ikasema,
almuradu bil walidi wa ma walad kullu walidin wa ma walad, makusudio ya mzazi na anayezaliwa ni mzazi yoyote yule na mtoto yoyote atakayezaliwa. Kwa nini Allah aapie kiumbe huyu ambaye ni mzazi na mtoto wake? Unajua kuna ule ubishi kati ya kuku na yai, kipi kimetangulia? Ni kuku au yai? Yai linatokana na kuku, kuku anatokana na yai. Yai halipatikani ila pawepo na kuku, lakini kuku pia hapatikani ila pawepo na yai. Sasa hapa kati ya kuku na yai, kipi kilichotangulia? Wa walidin wa ma walad, na mtoto na mzazi na mtoto aliyezaliwa. Ayuhuma afdal, yupi ni mbora kati ya hawa wawili? Kwa sababu hawa wote wametoka kwenye umauti, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah anautoa uhai kutoka kwenye umauti na anautoa umauti kutoka kwenye uhai. Wa yuhyil ardha ba'da mautiha, na Allah anaifufua ardhi baada ya kufa kwake. Aya hii inaonyesha wazi kwamba umauti umetangulia kabla ya uhai. Ndio Allah akasema yukhrijul hayya minal mayyit. Allah anatoa aliye hai kutoka kwenye umauti, wa yukhrijul mayyita minal hayy, na anautoa umauti kutoka kwenye uhai, wa yuhyil ardha ba'da mautiha, na anaifufua ardhi baada ya kufa kwake. Ardhi inafufuliwa baada ya kufa, maanake ardhi ilitangulia uhai, kisha ikafa, kisha ikafufuliwa. Wa yuhyil ardha ba'da mautiha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anaapa wa walidin wa ma walad, lianna alwalida wal maulud kilahuma min ayatin, kwa sababu anayezaliwa na anayezaa wote ni alama min ayati llahi al-uzma, miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokubwa. Yani al-insan wal bahaim wa kullu shay, binadamu na wanyama na kila kitu ambacho Allah amekiumba kikiwa hai, iwe binadamu kuna mzazi na kuna mtoto, iwe wanyama kuna mzazi na kuna mtoto, iwe wadudu kuna mzazi na kuna mtoto. Hizi katika ayatullahi al-uzma ni miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokubwa, katika alama kubwa. Tena angalia, Allah akataja kuna muujiza wa mwanamke. Allah akasema wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake Allah subhanahu wa ta'ala na dalili za kuwepo kwake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, amekuumbieni kutokana na nafsi zenu wanawake. Kama wanawake wameumbwa kutokana na sisi, alafu wakawa ni alama kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezi katoka alama kubwa kwa Allah isipokuwa imetoka pia kwenye alama iliye kubwa pia. Kwa hata mwanaume pia bado ni binadamu ambaye ni alama kubwa juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mwanamke akatoka pale ikawa ni aya au alama iliye kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna alwalida, kwa sababu mzazi, wal maulud, na anayezaliwa, kilahuma min ayati llahi azza wa jalla, wawili hawa wote ni miongoni mwa alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Yakhruju hadha almauludu hayyan
sawiyan samian basiran min nutfati ma'in. Anatoka huyu aliyezaliwa ambaye ni mtoto, amezaliwa, anatoka akiwa hai na ataendeleza maisha baada ya hapo. Anatoka akiwa sawasawa, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile zuri. Thumma radadnahu asfala safilin, kisha tukamrudisha chini miongoni mwa wale walioko chini, akawa chini tena binadamu. Lakini Allah akasema, laqad khalaqna al-insana, tumemuumba huyu mwanadamu fi ayi sura, katika sura ambayo mashaa rakabak, tuliyetaka sisi kumuumba. Sio kama alivyotaka yeye mwanadamu, Allah alivyotaka kumuumba yeye kwa sura aliyetaka kumvalisha, na kila mmoja akavalishwa sura tofauti na mwenzake. Hatufanani. Laiti ingelikuwa binadamu ndo anayewatengeneza wenzake, inawezekana angetengeneza wanaofanana wengi sana. Hata tukija hapa msikitini tunaweza tusijuane. Utaanza kumuuliza mwenzako kama akina Juha, mimi ndio wewe au wewe ndio mimi? Kwa sababu nyote mnafanana. Yaani wewe ndio mimi au mimi ndio wewe, kwa sababu mnafanana. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaumba kila mmoja kwa sura alivyotaka yeye, na akawa tofauti na mwenzake. Akatoka akiwa hai, lakini akiwa sawa, samian, anasikia, ana masikio, ni swala la kuzingatia pia. Basira, ana macho, anatizama. Huyu binadamu pamoja na neema hizi ametoka nutfatan mimma, ametoka kwenye tone la maji. Ametoka kwenye tone la maji. Hilo tone la maji ni dogo sana, hata hawajaliona wale waliyetenda kitendo kile, hawajaliona lile tone la maji, zaidi ya kuhisi. Alafu Allah akamjalia ana macho, ana masikio, ana mdomo, ana pua, ana miguu, ana mikono, anatembea, anasikia, anaona. Kwa hayo maji ambayo ni laini na ni mepesi, ikatoka mifupa ambayo ni migumu, ikiwemo meno ni magumu, mpaka ukimng'ata mtu unamtoa na nyama kabisa, lakini yametokana na maji laini. Kupitia hayo maji mifupa ikapatikana. Unaona viungo vina mifupa, ukivunjika mfupa kutembea ni shida, kushika ni shida, lakini yametokana na hayo maji laini. Kupitia hayo maji laini zikapatikana nywele, ni ngumu. Kupitia hayo maji laini, kupitia hayo maji laini zikapatikana lenzi za macho, wahalu majara, na mengineyo yote yametokana na maji hayo. Kucha ni ngumu, zimetokana na maji hayo. Viungo vikawa ni shatta, ni mutafarriqan mutashatitan, vimetawanyika, vimetofautiana, na hata uimara umetofautiana kupitia hayo maji. Haya ni kwa mwanadamu na kwa viumbe wengine ambao ni wanyama na wadudu na wengineo, mpaka mimea. Kupitia maji yatokayo juu mbinguni vikapatikana mimea yenye ladha tofauti. Ladha ya papai ni tofauti na ladha ya chungwa, ni tofauti na ladha ya chenza, ni tofauti na ladha ya ndimu, ni tofauti na ladha ya pilipili, tofauti na ladha ya kahawa. Kila ladha imetofautiana. Ladha ya pilipili haiwezi ikafanana na ladha ya tumbako.
ladha ya tumbaku haiwezi kafanana na ladha ya papai. Ladha ya papai haiwezi kafanana na ladha ya avocado. Ladha ya avocado haiwezi kafanana na ladha ya pera. Lakini vyote hivi vinawezekana vimelimwa kwenye ardhi moja na mvua imenyesha, maji yana ladha moja. Yameenda kwenye rutuba ilotiwa mbolea ya aina moja, lakini vikatoka viko tofauti tofauti. Hasa kwa mazingira haya Allah subhanahu wa ta'ala akaapa akasema, wa walidi wama walad, na kwa mtoto, kwa mzazi na kile alichokizaa, ambayo ni mtoto. Mzazi mwenyewe hakuwepo kabla ya hapo, alikuwa ni maiti. Alafu akaleta kiumbe baada yake ambaye pia ametoka kwenye umauti. Hakuwepo yule mtoto, pia alikuwa hajulikani, alikuwa kwenye mgongo ambaye Allah amesema maji hayo yakhruju min baini sulbi wataraib, yanatoka baina ya uti wa mgongo wa mwanaume na kifua cha mwanamke. Fahadha dalilun ala kamali qudrati llahi azza wa jalla. Hii ni dalili juu ya ukamilifu wa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vipi Allah anaweza kuumba? Ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha alwalad as-sawiyu, huyu mtoto ambaye yuko sawa, ana miguu, anatembea, ana mikono, anashika, ana macho, anatizama, ana masikio, anaona, ana mdomo, anakula, ana meno, anang'ata. Huyu mtoto aliyetoka yuko sawa namna hii, kharaja min nutfatin, ametoka kwenye maji, ametoka kwenye tone la maji ambayo ni manii, ndiye ametoka kwenye mazingira yale. Kharaja min nutfatin, ametoka kutoka kwenye hiyo nutfa. Allah subhanahu wa ta'ala katuambia, awalam yara al-insan, hatambui huyu mwanadamu, anna khalaqnahu min nutfatin, sisi tumemuumba kutokana na tone la maji. Fa idha huwa khasimun mubin, kisha akawa ni mgomvi mkubwa, akawa ni mbishi mkubwa, kama alivyosema kwenye aya nyingine, innal insana lirabbih lakanude wa innahu ala dhalika la shahid, hakika ya mwanadamu mbele ya Mola wake ni mkanushaji, na yale yote aliyoyatenda ana ushahidi nayo. Awalam yara al-insan, haoni huyu mwanadamu, anna khalaqnahu min nutfa, kwamba sisi tumemuumba kutoka kwenye tone la maji. Fa idha huwa khasimun mubin, kisha akawa ni mgomvi aliye wawazi. Tena hajaikomea hapo, wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, ameshika ule mfupa ulieoza, hautoi isipokuwa ni vumbi, akiufikisha namna hii unapokutika mavumbi, anampigia Allah mfano, anamwambia, anasema man yuhyi al-idhama wa hiya ramim, nani atakayefufua mfupa huu ukawa hai tena na wakati ushakuwa ni majivu, umetafunwa na ardhi, umekwisha? Atakayefufua ni nani? Allah anasema qul yuhyiha alladhi, waambie ewe Muhammad, atakayefufua mfupa huu ni yule alladhi anshaaha awwala marra ni yule aliyeanza kuumba mara ya mwanzo, kwa sababu kurekebisha spare ambayo imeharibika ni jambo jepesi kuliko kuanzisha spare ambaye haikuwepo ukaianzisha. Binadamu alikuwepo, ameoza akawa ni majivu, kurejeshwa katika hali ya uhai tena ni jambo jepesi kuliko pale alipokuwa hakuwepo akaumbika, kwa sababu kama asili ipo. Qul yuhyiha alladhi anshaaha awwala marra, waambie Allah ataifufua tena ile mifupa ambaye alianza kuiumba kwa mara ya mwanzo. Yalikuwa ni maul lazib au twini lazib, yakawa ni mifupa ambayo ni imara.
vipi atashindwa kuirudisha katika hali yake? Ili hali Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila uumbaji wake anakuwa ni mjuzi. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Kadhalika alhasharatu wa ghayruha, vile vile hata wadudu wanaotambaa, wadudu wanaoruka, nzige, vipepeo, viroboto, mbu na wengineo katika wadudu, mende, nzi, nyuki na mfano wake. Hawa wadudu wote hawa takhruju dha'ifatan hazila, vinapozaliwa vinatoka ni vidhaifu, tena vinatoka vimechoka, hata haviwezi kujisaidia kwa chochote kile. Hazilan wa dha'ifa, vinalelewa katika hali ya kukomazwa mpaka vinakomaa. Thumma takburu ila ma shaa Allahu ta'ala, kisha vinakuwa kadiri atakavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, min haddihi, kutokana na hajmu yake. Kwa mfano, wewe kama binadamu na kiroboto au na kunguni, mfano, nani ni mkubwa? Yaani wewe binadamu ndio mkubwa au yule kunguni ni mkubwa? Binadamu ni mkubwa, yaani kwa mtizamo wake binadamu kwamba mimi ni mkubwa, mashallah. Unaona, hata ni mzito, watu wakitaka kunibeba itabidi wanibebe wawili watatu, si ndio? Lakini yule kunguni pia ni mkubwa. Sawa? Allah ndiye ametaka hajmu yake iwe hivi. Yaani pale aliko ndo Allah yaani mwisho wako kukua ndio huu hapa. Kwa hiyo ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyo kiroboto ni mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah mwenyewe ndo amempa hajmu ya namna hiyo. Yaani umbile lako wewe ukubwa wake ni huu, ambayo umbile la kiroboto, umbile la kunguni, umbile la mbu, umbile la binadamu, hakuna kiumbe yoyote anayeweza kutengeneza. Yaani uwezi kusema kiroboto ni mdogo bwana, mimi naweza kumtengeneza. Hakuna anayeweza. Umbile la mbu ambaye ni mdogo sana, binadamu hawezi kumtengeneza pamoja na ukubwa wake. Hawezi. Sasa umbile la tembo ambaye ni mkubwa, hakuna kiumbe anayeweza kumtengeneza tembo. Allah peke yake ndo anayeweza. Kwa hiyo tunaweza tukasema kumbe tembo pamoja na ukubwa wote na kiroboto pamoja na udogo wake, hivi vyote ni vikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vyote ni vikubwa, yaani hakuna kidogo hata hichi, hata kimoja. Vyote ni vikubwa. Kama ni vidogo, kuna kipo kidogo, jaribu wewe kukitengeneza ili uone utaweza. Kama hauwezi, basi Allah alitaka kiroboto awe na udogo wa aina hii, mbu awe na sio udogo, ukubwa wa aina hii, mbu awe na ukubwa wa aina hii, binadamu awe na ukubwa wa aina hii, kadhalika nyati na tembo wawe na ukubwa wa aina hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambaye ameumba ukubwa wa vitu hivi. Hakuna kidogo hata kimoja. Yaani uwezi ukasema hichi ni kidogo kushinda hichi. Katika uumbaji vyote viko sawa katika uumbaji, kwa sababu material aloyatumia Allah subhanahu wa ta'ala kuumba kiumbe yule, hakuna anayeweza kuyatumia. Hakuna. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala katika hili ameumba kila binadamu na kila wanyama na kila wadudu kwa ile hajmi anayoitaka yeye, au ile hadi anayoitaka yeye, kwamba kiumbe huyu ukubwa wake ni huu, na kiumbe huyu ukubwa wake ni huu, kiumbe huyu ukubwa wake ni huu. Kwa hiyo vyote ni vikubwa yani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna kilicho kidogo.
Namrud ni katika wafalme waliokuwa wakatili sana kwenye ardhi, lakini pamoja na ukatili wote ameuawa na mdudu mdogo sana, ni mbu. Mbu kaingia kaenda kakaa ndani ya ubongo, akilia kule ndani, akifurukuta mabawa yake, anawaambia watu pigeni huku. Akipigwa huku anakuja upande huu, piga na huku. Akipigwa huku anapiga na huku, mpaka watu wakawa wanatumia nyundo kumpiga ili apunguze yale maumivu. Hatimaye akafa, akauawa na mdudu ambaye yeye anaona ni mdogo, lakini kumbe yule mdudu ni mkubwa kushinda yeye pia. Kwa hiyo sasa Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba wadharaba lana mathalan wa nasiya khalqa. Mtu ampigia Allah mfano, amesahau vile alivyoumbwa yeye. Process za kuumbwa binadamu tunaweza tukasema ni dhaifu sana, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa khuliqal insanu dhaifa, ameumbwa mwanadamu ni mdhaifu. Kwanza kachelewa kuumbwa, na Allah mwenyewe kayathibitisha haya, asema hal ataa ala al-insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Umepita muda mrefu sana binadamu hakuwepo katika ardhi, wala alikuwa si mwenye kutajwa kwenye ardhi. Kisha Allah akasema inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi, tukamuumba mwanadamu kwa material ambayo ni dhaifu, kwa tone la maji, lengo tuje tumpe mtihani ili autekeleze mtihani wake vizuri. Faj'alnahu samian basira, tukamjalia akawa na macho na ana masikio, anasikia na anaona. Mwanadamu anazaliwa ili aweze kuanza kupata chakula si chini ya miezi 6, ndiye anaanza kupata chakula. Anaanza kukalishwa, watu wanamwengaenga huku na huku, wanamshikilia huku, ukimwachia shingo inaenda upande, na asiposhikiliwa vizuri atakuwa akiwa mgongo umepinda. Watu wanamhangaikia kwa muda mrefu. Katika viumbe wenye kuhangaikiwa muda mrefu ni binadamu. Ni kiumbe mtu mwingine anahangaikiwa muda mrefu kama binadamu? Kwa sababu ng'ombe anazaa siku ile ile mtoto anatembea. Mbuzi anazaa siku ile ile mtoto anatembea. Paka anazaa ndani ya masiku kadhaa, wiki moja, wiki mbili, mtoto anaanza kutembea. Lakini binadamu hawezi kutembea mpaka anaweza kamaliza mwaka na zaidi au miaka miwili. Hapa kote wanamhangaikia ili atembee. Na kuonyesha madhaifu yake binadamu, leo hii binadamu asipooga kwa siku moja ananuka. Lakini wanyama hawaogi. Unachunga ng'ombe kila siku hawaogi. Paka wa nyumbani kwako hata siku moja hujawahi kumuogesha, lakini hujawahi kusema huyu paka ananuka, mtoeni kwa sababu hajaoga. Lakini binadamu asipooga unamwambia vijana wewe ukaoge, wewe naona unanuka hujaoga wewe. Kwa nini imekuwa hivi? Kwa sababu ya udhaifu wa binadamu. Binadamu akifa hawezi akakaa ndani ya masaa 2-3 isipokuwa harufu imetoka. Harufu imetoka. Lakini anakufa mnyama mwingine, anakaa mpaka kesho yake au kesho kutwa ndio unaanza kupata harufu. Anakufa panya ndani ya nyumba, anamaliza siku 3 siku 4 ndio unaanza kupata harufu ndani ya nyumba. Lakini binadamu siku ile ile ananuka. Kuonyesha udhaifu wa binadamu. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hivi, akajalia kwamba ametokana takharaja dhaifa hazila, ametoka akiwa ni mdhaifu, hana uwezo, hana nguvu. Lakini pamoja na udhaifu ule, thumma takabbara ila ma shaa Allah ta'ala, thumma takbur ila ma shaa Allah ta'ala min haddi, kisha anakuwa vile atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na nini? Na haddi yake. Na hata hawa wanadamu wenyewe, wale wanadamu wa mwanzo wametofautiana na wanadamu wa sasa hivi. Yaani wale walikuwa ni wakubwa kuliko tulivyo sisi sasa hivi. Laiti akatokeza Adamu alayhi salatu wasalam, atakuja kuona hawa watoto wamezaliwa lini alafu wana ndevu.
Yaani watoto lakini wana ndevu na wana mvi, sio? Unaelewa? Kama binadamu ana dhiraa 60, dhiraa 60. Dhiraa 60 urefu gani huo? Si takriban hapa na barabarani kule. Upana usiyepungua dhiraa 12. Haya, hasa dhiraa 12 wewe mwenyewe ni dhiraa moja tu. Upana wako. Huyu ni binadamu. Yaani akifa ina maana mnachimba kaburi kama mnachimba mtaro, yaani mnapeleka maji mahala. Kama hapa na kule barabarani kule. Hapa mnachimba kaburi. Watu wamejipanga mstari. Hasa leo kila kadiri watu wanawazidi kwenda, wanazidi kubaki kuwa ni wadogo wadogo. Wanazidi kuwa ni wadogo wadogo. Hii ni inaonyesha kwamba ndo wanaendea kule walikotoka, wanamalizika hivyo. Mpaka itafika mahala Allah anasema fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Kuna siku atazaliwa mtoto ndo ana mvi moja kwa moja. Yaani siku anazaliwa ndio siku amezeeka. Siku amezaliwa, siku amezeeka, ametokwa na mvi. Huko ndo tunakoelekea. Sasa wa walidin wa ma walad idhan wasahihu anna hadhihi amatun tashmulu kulla walidin wa kulla maulud. Ilivyo sahihi, aya hii inaenea kwa kila aliyezaa na kila aliyezaliwa, awe ni binadamu, awe ni mnyama, awe ni mdudu. Allah anaapa juu ya ukubwa wake kuweza kuvitengeneza hivi, mzazi na kile alichokizaa. Waqila hadha huwa Adam wa ma walada min al-anbiya, na ikasemekana huyu ni Adam alayhi salatu wasalam na katika manabii aliyewazaa, wal asfiya, pamoja na wema aliyewazaa, wa atba'uhum, na wafuasi wao. Waqila yuridu Ibrahim wa waladuhu Ismail, na yasemekana akikusudiwa hapa ni Ibrahim na mtoto wake pia Ismail. An ibn Abi Imran al-Jawfi, kutoka kwa Ibn Abi Imran al-Jawfi anasema hivi: lamma aqsama bil balad, Allah alipoapa juu ya mji wa Makka, aqsama bi Ibrahim, kisha akaapa juu ya Ibrahim. Fa innahu, hakika huyo Ibrahim, wa banihi, na mtoto wake Ismaili, wa banihi bi auladihi al-arab, na mtoto wake Ismaili, bana al-Kaaba, walijenga al-Kaaba. Wa bi auladihi al-arab idhhum al-mukhassisuna bil balad, na watoto wake wote ambayo walihusishwa na ule mji wa Makka, mukhassisuna bil balad, lianna Ibrahima wa Ismail, kwa sababu Ibrahimu na Ismail huma as-sababani al-asliyani, ni sababu mbili za asili, libinai baldata Makka, katika kujenga mji wa Makka au nyumba ya Makka. Wao ndio walikuwa ni asili. Walbaniyani lilbaiti alharam, na wao ndio walioijenga nyumba tukufu ya Makka. Qala Allah ta'ala: wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismailu, na pale Ibrahimu alipokuwa akinyanyua nguzo za al-Kaaba pamoja na mwanawe Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ewe Mola wetu tutakabalie matendo yetu, wewe ni msikivu na ni mjuzi. Imam Mujahid na Qatada pamoja na Dhahak pamoja na Al-Hasan pamoja na Abu Salih rahimahumullahu ta'ala, wenyewe wakasema wa walidi huwa Adam alayhi salam, wama walad ayu wama nasala min waladihi, pamoja na kizazi chote cha Adam alayhi salatu wasalam. Wa aqsama bihim, Allah akaapia juu ya kizazi hichi, liannahum a'jabu ma khalaqa Allah ta'ala ala wajhi al-ard, kwa sababu ndio viumbe wa ajabu
ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwenye ardhi hii, lima fihim min albayani wanutqi watadbir, kwa sababu Allah amewaumba wanaweza kutambua vitu baina ya kizuri na kibaya. Hawa wanadamu wana uwezo wa kutambua baina ya kizuri na kibaya, baina ya halali na haramu, wanaweza kutambua. Lakini wana uwezo wa kutamka, hawa wanadamu wanazungumza, wana uwezo wa kupangilia ili wafanikiwe kwenye maisha yao, atadbir. Na Allah akasema, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Tumemkirimu mwanadamu, tukambeba nchi kavu na baharini, lakini tukamfadhilisha kushinda viumbe wengi katika viumbe tunawaumba. Binadamu tukamfadhilisha zaidi. Tumemfadhilisha kwa kipi? Kwa elimu tuliyempa. Amefadhilishwa kwa sababu ya elimu. Alipoumbwa binadamu, kabla hajaumbwa, Allah subhanahu wa ta'ala akawashirikisha malaika. Wa idh qala rabbuka lilmalaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Allah aliwaambia malaika, mimi napeleka kiongozi mtawala katika ardhi. Malaika wakamwambia Allah, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Hivi unapeleka kiumbe katika ardhi anayeenda kufanya ufisadi na atamwaga damu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sisi tunakusabihi na tunakutakasa. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Akasema Allah, mimi natambua kile msichokitambua nini. Hasa akamuumba Adam, akamfahamisha majina yote. Thumma aradahum ala almalaika wa 'allama Adama alasmaa kullaha thumma aradahum ala almalaika faqala anbiuni biasma'i haula in kuntum sadiqin. Kaambia malaika, nifahamisheni majina ya vitu hivi ikiwa ninyi ni wa kweli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wasema umetakasika Mola wetu, hatuna elimu isipokuwa kwa kile ulichotusomesha. Adamu akayataja yale majina. Baada ya kuyataja akafadhilishwa kwa elimu aliyokuwa nayo. Allah akamfadhilisha. Lidhan, kwa ajili hiyo sasa tunasema ni Allah amemjalia binadamu anaweza kutambua jambo, ana uwezo wa kutamka, kuongea, ana uwezo wa kupangilia. Wa fihimul anbiya waduati ila Allah ta'ala. Lakini ndani ya hao wanadamu kuna manabii, na hawa ndio wako daraja la mwanzo katika wanadamu. Manabii wametangulia. Allah anasema, wa may yuti illaha war rasula faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, huyo au hao watakuwa pamoja na wale ambaye Allah amewaneemesha akawanyanyua daraja katika manabii na wakweli na wenye kutenda matendo mazuri. Kwa hiyo manabii wako daraja la mwanzo, kisha wanaowafuata manabii. Sasa hawa Allah subhanahu wa ta'ala kawafadhilisha, wako ndani yake. Waduati, na walinganizi wanayelingania dini ya Allah ya Uislamu, wako ndani ya hao viumbe pia. Sasa kama wako pale, Allah subhanahu wa ta'ala akasemaje? Waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Hakuna kiumbe mwenye kauli nzuri kumshinda yule anayewalingania watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akatenda matendo mazuri, akasema mimi ni katika Waislamu. Asema mimi ni katika Waislamu. Na wa amma ghairu salihin, ama wasiyekuwa wema, hawatendi matendo mazuri yanayoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kaannahum bahaim,
wenyewe wakapigiwa mfano sawa na wanyama. Wapigiwa mfano sawa na wanyama. Tutamalizia na kauli ya Imamu Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Imamu Al-Mawardi mwenyewe akasema hivi: wa yuhtamalu anna alwalida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Inaweza ikawa kauli hii tunaweza tukaibeba pia kwamba walid, mzazi anayekusudiwa pia ni bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, litaqaddumi dhikrihi, kwa kutangulia kutajwa, la uqsimu bihadha albalad wa anta ya Muhammad hillum bihadha albalad wa walidin wama walad. Kwa sababu mtume Muhammad yametajwa kwenye aya hii ya pili, kisha ikafuata hii ya tatu, yawezekana tukabeba ihtimali ya aya hii akawa ni bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kutangulia kutajwa. Wama walad ummatahu, waliyezaliwa ni katika umati wake. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu, liqaulihi, kwa kauli yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema innama ana lakum bimanzilati alwalidi uallimukum. Bwana mtume mwenyewe akasema hakika mimi kwenu ninyi niko katika daraja la mzazi anayekuelimisheni. Mzazi ndiye anayekuelimisha. Wewe ndo kazi yako kumuuliza mzazi, mama hii nini? Simu. Hii nini mama? Meza. Hii nini? Maiki. Hii nini? Karatasi. Wewe kazi yako ni kuuliza tu. Unashika kijiko, hii nini? Unaambiwa kijiko. Hii nini? Unaambiwa kisu. Kazi yake ni kukuelimisha mzazi, mpaka unajikuta wewe unavifahamu vitu vyote au vingi katika vile unavyovifahamu. Hasa mzazi ndiyo mwenye kufanya kazi ya kukuelimisha. Yeye ndo wa mwanzo kukuelimisha. Kwanza akakuelimisha kunyonya, umezaliwa hujui kunyonya, akakuelimisha ukajua kunyonya. Yeye ndo akakuelekeza nyonyo iliko, akakushikilia ukanyonya. Lakini kakuelimisha kuacha kunyonya, yeye ndo amekwambia hapa ni mwisho wa kunyonya. Unaona? Akwambia acha. Tena ukitaka kunyonya anatema mate, akwambia mchafu, sinyonye. Acha. Ukaacha kunyonya pia. Yeye ndo kakuelimisha. Kakuelimisha kujua kusema, kujibu, unatumwa, unaleta. Yeye ndo aliyekuelimisha. Bwana mtume akasema innama ana lakum bimanzilati alwalidi uallimukum. Mimi kwenu ninyi niko katika daraja ya mzazi ambaye anakuelimisheni. Mzazi anafanya kazi ya kukuelimisheni. Lidhan fa uqsimu bihi wa bi ummatihi, na pia juu ya Muhammadi na umati wake Muhammadi, baada an aqsama bi baladihi, baada ya kwamba ameapia kwa mji wake, mubalaghatun fi tashrifihi alayhi salatu wasalam, akafika upeo wa juu ya kumfanyaje, kumtukuza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wafihi, ndani yake sasa, anna min albaidi an yuqarina Allah subhanahu wa ta'ala baina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa Ibrahim alayhi salatu wasalam. Ni katika mukarana wa mbali, usawa uliye wa mbali wa Allah subhanahu wa ta'ala kufanya usawa baina ya Ibrahimu na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa baina amthali Abi Lahabi wa Abi Jahal wa ghayrahum, na baina ya mfano wa Abu Lahabi na Abu Jahal na wengineo min a'immatil kufri, katika maimamu wa ukafiri wa kikafiri. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akafanya mukarana wa mtume Muhammadi na Ibrahimu alayhi salatu wassalam, kwa sababu hawa wote ni katika manabii waliye wema, ambaye Allah mwenyewe akasema faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin. Na tukasema kizazi cha Muhammad sallallahu alayhi wasallama kimeungana na nasli ya Ismail, kimeungana na nasaba ya Ismail, na Ismail ni mtoto wa Ibrahim. Tuna uwezo wa kufanyia mukarana wa aina hii, lakini hatuwezi tukafanya mukarana wa kulinganisha baina ya mtume Muhammadi na Ibrahim, tukalinganisha sawa na Abu Jahal au na Abu Lahab. Abu Jahal tutamlinganisha na Firauni,
Abu Lahab tutamtenganisha na Firauni na akina Karuna na akina Hamana. Wale tunawapeleka kwenye mukarana ule. Tunawapeleka kwenye ule mukarana wa watu waovu. Lakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutamfungamanisha pamoja na wale waliye wema. Lidhan fayuqsimu bihim jami'an fi siyaq. Allah akaapa wote katika siyaki ya maneno, waqad tabarra'a Ibrahimu alayhi salatu wassalam mimman lam yatba'uhu. Ibrahimu alijiweka mbali na wale ambaye hawakumfuata, kama akina Azar na watu wake hawakumfuata Ibrahimu. Na Mtume Muhammad pia alijiweka mbali na wale ambaye hawakumfuata, kama akina Abu Lahab na Abu Jahal. Kama akina Abu Lahab na Abu Jahal hawakumfuata pia, alijiweka mbali nao. Min banihi ala tauhid, juu ya tauhidi alokuwa nayo. Idh qala fima hakahu Allahu azza wa jal, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosimulia Ibrahimu alayhi salatu wassalam, akisema Ibrahimu akimwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, niepushe mimi na wanangu tusije tukaabudu masanamu. Rabbi innahunna adlalna kathira minan nas, hayo masanamu yamewapoteza watu wengi sana. Kwa nini? Faman tabi'ani fa innahu minni wa man aswani fa innaka ghafurur rahim, atakayenifuata mimi atakuwa ni katika mimi. Na katika hao ni bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye Allah amesema wattabi'u millata Ibrahima hanifa, fuateni mila ya Ibrahimu iliyetukuka, wama kana minal mushrikin, hakuwa ni katika wale ambao ni washirikina. Kwa hiyo atakayenifuata atakuwa pamoja nami, wa man aswani, na atakayeniasi, sisemi ni mtu wa motoni. Ibrahimu hakusema atakayeniasi aende motoni, asema wa man aswani fa innaka ghafurur rahim. Bado tunamtakia moyo wa huruma, wewe ni msamehevu na wewe ni mwenye huruma kwake. Kwa maana nyingine unaweza ukamsamehe, una uwezo wa kumsamehe kwa sababu wewe ni ghafurun, una uwezo wa kumhurumia kwa sababu wewe ni rahimun, pamoja na kuasi kule. Fa innaka ghafurur rahim. Fa'ala man yufassiru ma walada, yoyote atakayetafsiri ma walada bi auladi Ibrahim alayhi salatu wassalam, yakhusuhum bil muslimina wa min dhurriyyati, anahusisha kizazi cha Ibrahim katika Waislamu wote na kizazi cha Ibrahimu chote. Waislamu wote wanaingia. Kama fi duai Ibrahim, kama ilivyokuja katika dua ya Ibrahimu na Ismail, indama yabniyani al-Kaaba, pale walipokuwa wakijenga al-Kaaba walisemaje? Rabbana ja'alna muslimaini laka, ewe Mola wetu tujalie sisi wawili tuwe ni Waislamu kwako wewe. Kwa hiyo na wale wote watakayewafuata watakaingia katika Uislamu wataingia pia. Wa min dhurriyatina, na katika vizazi vyetu tutakaye wazaa ummatan muslimatan, umma wa Kiislamu. Unahesabika ni umma mmoja kuanzia pale kwa Adam mpaka kiyami saa, utahesabika ni umma mmoja maadamu watakuwa katika Uislamu. Ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tubu alaina, tuonyeshe sisi ibada zetu za haji na utusamehe makosa yetu na ututakabalie tauba zetu. Ndugu zangu katika imani, tulizungumza Makka ikawa ni haswa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini tukazungumza na mji wa Makka wenyewe ambaye ukawa ni haswa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya hususiyati. Lakini leo tukazungumzia juu ya mzazi na kilichozaliwa na huyo mzazi, ambaye tukisema mzazi na kilichozaliwa wanaingia wanadamu, wanaingia wanyama na wadudu wa halu mujarrab, mpaka hata kwenye mimea. Hadha wajazakumullahu khaira bihusni simaikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. Al-adhanu thumma al-as'ila. Naam.